Fululiza moja kwa moja hadi katika kaunti ya Taita Taveta. Tuweze kupatana naye mwandishi wetu Julius Amariki. Julius, wapo unanipata, tueleze wananchi wa eneo hilo wanazungumza nini kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo. Julius. Namshukuru sana Chichi Josephine kutoka studioni. Leo hii nimeweza kuungana na baadhi ya wachungaji kwenye kaunti ya Taita Taveta kuuliza kuhusiana na swala hili zima la utendakazi wa viongozi na hali ikoje. Je, wakaazi ama Wakenya kwa jumla wanapaswa kuchagua viongozi kwa misingi gani? Tupate kusikia baadhi ya kauli za viongozi hawa. Kwa majina na Pastor Miles, niko hapa Voi Town, City of Grace Church. Kwa kweli watu wanaotoa sera zao wakati wa campaign na kuweza kupigiwa kura, inapaswa watu wafanye kazi ile ambayo walitumwa, lakini wengi hawaendi kufanya. Sasa vile umeuliza swali hilo, umeuliza kwamba je, itakuwa ni kwa umaarufu gani ambao nataka na kuwe mtu achaguliwe. Usichague mtu kwa ajili ya shida ni kwamba ukichagua mtu watu wanataka kwenda kwa mrengo fulani ama party fulani. Shida ni kwamba mtu yule kama ambaye yuko pale na amekosa kuwa na umakini wa kile ambacho alichosema kama sera zake, akakosa kuzifanya, anaangusha ule mrengo ambao anasimamia. Kwa hivyo ni mtu achukuliwe kulingana na kile ambacho amefanya mashinani tangia amekuwa mwanasiasa. Na mwanasiasa haamki kwa kuwa leo tu kwamba ni wakati wa siasa. Ni mtu amejulikana kutoka mashinani, amekuwa akikua vipi, ni mtu wa kusaidia watu, ni mtu wa kufanya miradi na kadhalika na kadhalika. Jinsi ya kujiuza ni mpaka ufanye kitu ili watu waone kabisa kweli wewe ni mtendakazi. Na anapokuwa unachukuliwa kama hivyo, uende ukatende kazi. Wako watu ambao kweli wamefanya shughuli zile ambazo walitoa kama sera zao na wakaweza kusimama, lakini wengi sijui ni kitu gani hufanyika, huenda wakaanguka wakakosa hata kujimudu katika ile kazi. Okay, kwa majina yangu naitwa Bishop Dennis Sindano, mchungaji na mwangalizi wa makanisa ya Faith Victory Center Church International. Niko hapa mjini Voi. Kwa masuala ya kitaifa, mimi kama kiongozi siongei kama leader wa Taita Taveta tu, ama naongea kama mkaaji na mzaliwa wa Taita Taveta. Na nikiangalia kama katika nchi yetu ya Kenya, viongozi vile walivyochaguliwa, walichaguliwa katika hali nzuri, na kuna kitu ambacho naweza kueleza. Mwanasiasa anapokuwa nje huwa hajui ni zimwi gani liko ndani. Kwa hivyo huwa anaongea mambo mengi, sera nyingi anaziongea kwamba anaenda kuzifanya, lakini akiingia ndani kuna mambo ya state ambayo anakuta yamepangwa, kuna vitu ambavyo vimewekwa ambao lazima afuate, na hivyo ndio hukata hawa wanasiasa makali. Na wanakuta pengine walikuwa nadhani kwamba yule ako ndani ako na pesa, wakiingia wanakuta hakuna pesa zozote. So hiyo ni kitu ambao kimekuwa challenge sana kwa viongozi wetu wakuu wa kiserikali na hata katika county. Katika uongozi wa kitaifa kwa sasa, nashukuru Mungu kwa sababu ya kitu kimoja, mgala muue na haki yake mpe. Kitu kimoja, the whole of the country, nchi yote ya Kenya imepokea maendeleo ambao haijawahi. Mimi nimepiga kura kuanzia wakati wa Moi. Mimi ni mzee, mimi si kijana. Kwa hiyo wakati wa Moi, wakati wa Kibaki, wakati wa Uhuru, na sasa nikapiga wakati wa wa Ruto. Wakati huu ndio tunaona, hata naona kwamba kuna maeneo yameguswa. Na pengine katika hilo ulivyozungumza, unahisi kwamba Wakenya wanapaswa kuchagua viongozi kwa misingi gani? Pengine kwa rekodi ya kiongozi aliyofanya, umaarufu, kabila, ama kwa njia ipi? Rekodi ya kile mtu amefanya, si umaarufu na ukabila. Kitu cha kwanza, miaka ya ukabila na ujinga iliisha. Sisi sasa hii tunaangalia kitu kimoja, mtu ana uwezo wa kutekeleza na kutuunganisha pamoja. Maana lazima awe ni mtu ambaye ako na rekodi nzuri. Si mkabila, kitu cha kwanza. Cha pili, si mtu ambaye analalia mambo yake aliyosema, lakini anaangalia hali ya nchi vile ilivyo na anataka kuinua nchi. Kwa hivyo rekodi ni kitu cha muhimu sana. Si kwa sababu tu ya kuangalia kwamba huyu mtu ni ukoo wetu, huyu mtu ni jamii yetu, huyu mtu kwamba amekuwa. Kuna watu wanaongea maneno mazito, alafu wana insight watu kinyume. Kama kwa mfano kuna mtu wetu mwingine ameongea mambo mabaya kuhusu tourism in Kenya. Tukiangalia tourism, bro, let me tell you my son one thing. Tourism in Kenya ni uti wa mgongo kama vile ukulima. Kwa hivyo kitu kama mtu akisema kwamba
tourists wasiingie Kenya, huyo mtu ni adui wa Kenya, na ni kwamba anatafuta umaarufu wa kabila. Na leo tukiangalia hiyo kabila mtu anayoongelesha ni kabila ni Mkenya. Na ndizo baadhi ya kauli zao Chichi Josephine. Sasa naregesha usukani kwako studioni kuendelea kupata maoni zaidi kutoka kwa Wakenya wengine kutoka sehemu mbalimbali za taifa. Mie ni Julius Mariki, kaunti ya Taita Taveta. Kwako studioni. Namshukuru sana Julius Mariki kwa kuweza kuzungumza na wakazi wa kaunti ya Taita Taveta kuhusiana na mada yetu ya siku ya leo, na mimi narejea hapa studioni niweze kuendeleza mjadala. Nitarejea na wewe Othieno.